Serikali wilayani Bariadi mkoani Simiyu yapiga marufuku usafirishaji wa zao la pamba usiku ili kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kulipa ushuru wa serikali. Na katika michezo, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa atembelea uwanja wa Benjamin Mkapa na kusema ameridhishwa na hatua kubwa ya maboresho. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo, karibu kwenye taarifa ya habari upande wa habari za kitaifa na habari za michezo na burudani kwenye kipindi hiki cha asubuhi njema. Msomaji wako ni mimi Fatma Hassan. Serikali wilaya ya Bariadi mkoani Simiyu imepiga marufuku usafirishaji wa zao la pamba usiku ili kudhibiti mianya ya ukwepaji wa kulipa ushuru wa serikali kwa baadhi ya kampuni za ununuzi wa zao hilo, huku akiagiza kusimamiwa kwa vyama vya msingi vya ushirika AMCOS ili wakulima wapate stahiki zao bila kuibiwa. Aidan Mhando ana taarifa zaidi. Mkuu wa wilaya ya Bariadi ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya mazao ya wilaya hii, Simon Simalenga, anatoa maagizo haya katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya ya Bariadi, ambapo pamoja na mambo mengine anasema mwisho wa usafirishaji wa zao la pamba ni saa 12 jioni na kwamba baada ya muda huo zao hilo halitakiwi kusafirishwa, na ikibainika maagizo hayo kutotekelezwa, hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa wanunuzi watakaokamatwa. Pamba haitasafirishwa zaidi ya saa 12. Kwa hiyo haitarajiwi kampuni fulani itoke na mzigo wa pamba kutoka kata fulani kuanzia zaidi ya saa 12 kuelekea sehemu nyingine. Msimu wa ununuzi wa pamba umeanza, na twendeni tukavisimamie vyama vya msingi kwa maana ya AMCOS kwenye maeneo yetu, ili wakulima ndio wakawe wanufaika ambao ndio waliohangaika na kilimo hicho, badala ya kuacha viongozi wa AMCOS wakinufaika wao kama wao. Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya madiwani, wananchi na wakulima wa pamba wanasema hatua hiyo itasaidia kudhibiti mianya ya upotevu wa fedha za halmashauri zinazotokana na ushuru wa pamba. Pamba unapotoresha usiku, mara nyingi ulinzi unakuwa haupo, lakini kwa mchana naamini kwamba ulinzi unakuwa upo imara, kwa maana kwamba hawezi akatoa mnunuzi wa pamba akatoa bila kutoa ushuru, kwa sababu itakuwa ni mchana kweupe. Wawe na utaratibu wa kuweka utaratibu wa usafirishaji wa pamba, tukianzia na masaa ya asubuhi mpaka saa 12. Tutakuwa tumedhibiti hali kwa namna moja au nyingine. Tayari serikali imetangaza bei ya shilingi 1150 kwa kila kilo moja ya pamba, ambapo wakulima wa zao hilo hapa mkoani Simiyu wameanza kuuza. Kutoka Bariadi mkoani Simiyu, Aidan Mhando, Channel 10. Serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania kimeiomba uongozi wa chuo hicho kuboresha mifumo ya mtandao ya kujifunzia ili kuondoa vikwazo vilivyopo kwa sasa vya kimfumo wa mtandao kwa ajili ya kujifunzia. Aurora Simba anaarifu zaidi. Ombi hilo limetolewa na Waziri wa Elimu wa Serikali ya wanafunzi ya Chuo Kikuu Huria, Bwana Magoti Saria, kwa niaba ya wenzake katika hafla ya kumwaga makamu mkuu wa chuo hicho. Basi naomba nitaje changamoto chache ambazo wanafunzi tunazipitia katika maisha yetu ndani ya Chuo Kikuu Huria cha Tanzania. Moja ya changamoto hizo ni ugumu wa upatikanaji wa huduma kwa baadhi ya wanafunzi walioko maeneo ya vijijini, kwa maana ya mifumo na mitandao ambayo tunaitumia kwa sasa. Hiyo ni changamoto tunayo. Napenda kutoa mapendekezo yafuatayo: kuendeleza na kuwekeza katika teknolojia zaidi, kwa maana hali hiyo imarishwe; kuimarisha mafunzo kwa watumishi wa vituo vya mikoa na huduma kwa wanafunzi ili kuboresha huduma hii. Waziri wa dawati la jinsia wa serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu Huria Tanzania, Caroline Robinson, akazungumzia kuhusu uwekezaji wa majengo ya chuo hicho. Ujenzi na ukarabati wa majengo mbalimbali. Tuna mifano michache. Tuna Manyara, tuna Lindi, tuna Mtwara na mingine. Lakini pia ndugu makamu mkuu wa chuo, tunatambua ya kwamba mradi ambao unaendelea katika senta mbalimbali au katika kanda katika nchi yetu, mradi wa HIT,
ili kwamba wanachuo wanaomaliza katika Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, hasa wale wanaosoma masomo ya sayansi, waweze kufanya masomo ya vitendo katika maeneo rafiki ambayo ni karibu na mikoa yao, na hilo ni moja ya jambo ambalo ni kubwa sana ambalo tunalifurahia na tutaendelea kulifurahia na kukumbuka uongozi wao. Makamu mkuu wa chuo hicho anayemaliza muda wake, Profesa Elisafi Bisanda, akatumia wasaa huo kupongeza jitihada za umoja wa serikali hiyo ya wanafunzi katika kuunga mkono jitihada za chuo hicho. Na wasapoti wanafunzi wenzenu. Nilizungumza hili jambo kwenye kikao na vice chancellor wenzangu, wakabaki wameshangaa. Nikamwambia sisi wanafunzi wanatoa pesa, mfuko wa pesa kusaidia wenzao walioshindwa kulipa ada. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Kufuatia azimio la bunge la kuitaka Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi kupitia tume kukamilisha programu ya uandaaji wa mpango wa matumizi bora ya ardhi kwenye vijiji 333 kote nchini, wakazi wa kijiji cha Mkundiambaru kilichopo wilaya ya Lushoto wameridhia utaratibu huo katika mkutano uliofanyika kijijini hapo. Raya Kipingo ndio mwenye undani wa taarifa hii. Wananchi wa kijiji cha Mkundiambaru kilichopo kata ya Mnazi wilaya ya Lushoto mkoani Tanga wamekuwa wakipitia changamoto ya uvamizi wa wanyama kutoka hifadhi ya Mkomazi, hali iliyosababisha kukosa mazao ya uhakika. Matumizi bora ya ardhi yatatusaidia sana katika kijiji chetu. Lakini katika maeneo mbalimbali ambayo tumeyatenga, tumepitisha hukumu ndogo ndogo ambayo atakiuka atapigwa faini ambazo tumezipitisha. Nishukuru serikali kwa mpango huu ambao imekuja kutuelimisha. Tumeshaelimika, kwa hiyo sasa hivi tunaenda kupunguza migogoro yote ya kijiji hiki. Baada ya sisi kutoka hapa na mpango wa kupita kusainiwa kule kwenye ngazi husika, tunaruhusiwa mtu mmoja kama mjapata ile ruzuku ya kupimiwa wote, mtu mmoja anaweza kaanza kutoka sasa na kwenda kuomba kupimiwa kipande chake cha ardhi na kujikwamua kiuchumi. Ndio lengo letu la serikali kwamba watu wajikwamue. Kisha ukaelezwa mkakati wa kuondoa migogoro ya wananchi na wanyama ambao ni muhimu katika vijiji ambavyo vinapakana na hifadhi za wanyamapori. Hifadhi ya Mkomazi inapakana na hivi vijiji ambavyo tunaangalia mipango ya matumizi ya ardhi. Tunaondoa hizo changamoto kwa maana kwamba tunatenga maeneo kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Tunatenga maeneo kwa ajili ya malisho, kwa ajili ya makazi, kwa ajili ya kilimo na kwa ajili ya ufugaji wa wanyamapori kwa maana ya WMA. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Jamii kote nchini imeaswa kujijengea tabia ya kuwatembelea na kuwapatia zawadi mbalimbali watu wanaotumikia adhabu katika magereza na mahabusu, ikiwa ni sehemu ya kuwafariji na kuwakumbusha kuwa adhabu wanayopitia wakiwa ndani humo haina lengo la kuwatenga, bali ni sehemu ya mafunzo kulingana na makosa walioyatenda na kwamba wana haki sawa na watu walioko uraiani. Ahmad Nandonde anaripoti. Akizungumza wakati wa kutembelea gereza kuu la Lindi, mrajisi wa vyama vya ushirika mkoa wa Lindi Kenneth Shemdoe amesema uamuzi wa kuwatembelea wafungwa na kuwapatia zawadi ni sehemu ya 7 ya ushirika inayolenga kutoa kwa jamii kile walichozalisha, lakini pia ni somo kwa jamii kuwa anayetumikia adhabu ya kifungo hapaswi kutengwa bali anapaswa kuhurumiwa. Tumekuja magereza kwa sababu tunajua kwamba wenzetu hawa wa magereza wana hayo mahitaji. Na kwa kuwa wana hayo mahitaji, tumeona ni sehemu sahihi ya kuleta. Na huu ndio umekuwa utaratibu wetu kwa ushirika. Kwa hiyo tumeona tutekeleze msingi wetu wa 7, kile tunachopata tukirudishe kwa jamii. Tumekukabidhi sabuni za unga mifuko 6. Lakini tukakabidhi nyembe katoni 1. Lakini tumekabidhi mafuta ya kupaka katoni 1, lakini sabuni ya vipande boksi 1. Kama wanaushirika tumeguswa na huu msingi namba 7 kwa kujali jamii, kwa kufika na wao wasijikute kwamba kuja kwa hapa kama ni
ni kutengwa na jamii, na ndio maana sisi tumeguswa kwamba bado tunajua kwamba hawa ni ndugu zetu, wakirudi manake tayari watakuwa kwenye vyama vyetu vya ushirika. Naye mkuu wa gereza kuu la Lindi akizungumza baada ya kupokea msaada huo ametoa shukrani zake za dhati kwa uongozi wa vyama vya ushirika mkoa, hivyo akawaomba wananchi wengine kujijengea utaratibu wa kuwatembelea ndugu jamaa na marafiki walioko gerezani, kwani jeshi hilo limeweka utaratibu mzuri unaoruhusu jamii kutembelea wafungwa. Kwa unyenyekevu mkubwa napenda kutoa shukrani kwa ajili ya msaada mkubwa, japo nyinyi mnaita ni mdogo, lakini kwetu si ni mkubwa sana, ambao unaweza kutusaidia pia kurithisha hao ambao wanapokea. Wanajua kwamba kuna vyama vya ushirika ambavyo vinawafikiria, wakiuliza vyama vya ushirika viko wapi, na maana mtakuwa mmepata wanachama wengine kujiunga. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Deogratus Ndejembi amewataka watumishi wa wizara hiyo kuhakikisha wanatoa huduma kwa wananchi bila ya kujali hali zao za kiuchumi. Kuringe Mongi anaripoti. Waziri Ndejembi ameitoa rai hiyo hapa jijini Dodoma wakati alipokuwa akifunga kikao cha baraza la wafanyakazi wa Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi. Tuhakikishe kila mwananchi, haijalishi hali yake, mnyonge, asiyekuwa na uwezo, kama haki ni yake apewe. Hati yake ameitaka imekwama apewe. Lakini hata tajiri kama haki ni yake apewe. Mapema akimkaribisha waziri kufunga kikao hicho, katibu mkuu wa wizara hiyo ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mhandisi Anton Sanga, akaweka wazi mkakati watakao kuja nao siku zijazo ili kuinua ufanisi wa utendaji kazi. Kubwa ambalo tumekubaliana toka asubuhi ni kwamba sasa tuwe na vigezo vya utendaji kazi katika maeneo yetu ili tuweze kupimana pia. Tuliona asubuhi kuna maeneo ambayo yanafanya vizuri sana katika makusanyo na tukawapigia makofi, wakiwa ni pamoja na mkoa wa Kilimanjaro ambao wameongoza. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Bodi ya Nishati Vijijini REB imefurahishwa na utendaji kazi wa kampuni ya Northern Engineering Works Limited ambayo inamilikiwa na Mtanzania. Ilikuwa ikitekeleza mradi wa kufikisha umeme kwenye vitongoji 19 ambapo imeweza kumaliza kazi tangu mwezi wa 4 mwaka huu, huku mkataba wake ukimtaka kumaliza mwezi wa 6 na kudai kampuni hiyo inasababisha management kuendelea kuziamini makampuni ya wazawa. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Ni ziara ya bodi ya wakurugenzi wa nishati vijijini REB mkoani Kilimanjaro wakikagua utekelezaji wa mradi mbalimbali ya kufikisha umeme kwenye vitongoji na vijiji, ambapo amesema kukamilika kwa mradi huo kwa wakati na kwa ubora kunatoa nafasi kwa management kuendelea kuziamini makampuni ya wazawa kwenye kazi mbalimbali. Lakini tunapoona wakandarasi wazawa wanafanya vizuri, inasaidia kuaminisha sio tu sisi lakini umma kwamba makandarasi wazawa wanaweza kufanya kazi kwa ukamilifu, kwa weledi na kwa wakati. Kwa hiyo kwa kweli ningependa niwapongeze Northern. Na mmeweza kumaliza ndani ya wakati. Sasa tuna wakandarasi wengi wenye uzoefu ambao hawamalizi kwa wakati. Kama nyinyi ni kazi ya kwanza na mmemaliza kwa wakati, basi mmejipanga vizuri. Hongereni sana. Hii kampuni imefanya vizuri sana. Na nikasema au labda pengine ni local content ama local content in a way kwamba hii kampuni yenyewe inaitwa Northern na imefanya kazi Northern. Sasa is it because of that ama okay, inaweza ikawa factor. Mhandisi Christopher Masasi kutoka kampuni ya Northern Engineering Works Limited amesema mradi waliotekeleza una thamani ya shilingi bilioni 4 ambapo umedai wamefanya vizuri ili kuonyesha thamani ya wakandarasi wa kizawa, huku mhandisi kutoka wakala wa nishati vijijini REA akieleza utekelezaji wa kazi hiyo. Sisi kama makandarasi wa kizawa, hii kampuni ya mzawa 100% na wataalamu tuliopo ni wazawa 100%. Kwa hiyo ni tumefanya kazi kwa bidii ili kuonyesha thamani ya makandarasi wa kizawa. Bodi iliidhinisha kiasi cha shilingi bilioni 4 kwa ajili ya kusambaza umeme katika vitongoji 19 ambapo mkandarasi Northern Engineering Works Limited ametekeleza kazi hiyo
na kimsingi ameweza kukamilisha kazi yake kwa wakati. Nikiripoti kutoka mkoani Kilimanjaro ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Jeshi la polisi mkoa wa Dodoma kupitia kitengo cha usalama barabarani limewakamata madereva zaidi ya 30 katika kipindi cha miezi miwili, wakiwemo madereva wa serikali kwa makosa ya uvunjifu wa sheria za usalama barabarani, ikiwemo kutumia namba zisizo rasmi, vimulimuli na ving'ora kinyume na sheria. Leonard Mwacha anaturipoti. Hayo yamebainishwa na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Dodoma, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Yusufu Kambota, baada ya kutoa mafunzo kwa madereva wa serikali yenye lengo la kuwakumbusha maadili ya kazi zao, ikiwemo kuzingatia sheria za usalama barabarani. Watu wameanza kubandika namba ambazo zisizokuwa rasmi pamoja na chassis namba, tunaziondosha. Kama mlivyoona pale, namba nyingi na vimurimuri na ving'ora tumevidisplay pale. Nafikiri nyinyi mmeviona, mtakuwa mashahidi. Tumewakamata madereva zaidi ya 30. Wengine ni madereva wa serikali na idara zingine na watu binafsi, wakiweka hivi vimurimuri na ving'ora pamoja na namba zisizokuwa rasmi na chassis namba kama tulivyowaonesha. Katika hatua nyingine, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma SACP George Katabazi amewaonya baadhi ya madereva wanaotumia mwamvuli wa utumishi wa serikali kuvunja sheria kwa makusudi na kuwataka kuacha tabia hiyo. Kuwaonya baadhi yenu wale ambao wanavunja sheria za usalama barabarani, kwa makusudi wanavunja sheria za usalama barabarani. Wengine labda kwa kisingizio kwamba ni madereva wa serikali, lakini serikali haijawatuma na sheria na kanuni hazijawatuma. Kwa upande wa chama cha madereva wa serikali Tanzania, wameelezea namna wanavyochukua hatua dhidi ya madereva wanaokiuka sheria na taratibu za usalama barabarani, huku mwakilishi wa madereva wa kike akitoa wito kwa serikali na taasisi zingine kuwaamini madereva wa kike kutokana na kuwa na weledi katika kazi hiyo. Mara nyingi madereva wote wa serikali ambao wanakiuka huwa tunawaweka benchi kwa maana ya kufanya shughuli zingine. Watasafisha ofisi, watafyeka ili wasiue familia zao na njaa. Idadi tuliyokuwa nayo, tuna madereva wanawake 67 Tanzania nzima. Tunaomba serikali iendelee kutuamini. Dereva mwanamke bwana ni dereva mzuri sana. Aswa ukimkuta yuko barabarani, lakini pia uvumilivu wake, ustahimilivu na weledi katika kazi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Tatizo la ukosefu wa darasa kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule ya msingi Uswa yenye wanafunzi mchanganyiko iliyopo wilaya Hai mkoani Kilimanjaro limetatuliwa na benki ya CRDB baada ya kujenga darasa moja na madawati yaliyogharimu kiasi cha shilingi milioni 25. Tadeo Masawe anaripoti kutoka wilaya Hai mkoani Kilimanjaro. Akikabidhi darasa hilo, mwenyekiti ya bodi ya wakurugenzi ya benki ya CRDB Neema Mori amesema msaada huo ni katika kutekeleza kwa vitendo sera yao ya kuchangia 1% katika maendeleo ya jamii, hususan kwenye sekta ya elimu, afya na utunzaji wa mazingira, ikiwemo upandaji wa miti. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaliona darasa limejengwa kufuata viwango vyote ambavyo vimewekwa na ofisi ya Rais TAMISEMI. Limejengwa kwa kuzingatia mazingira rafiki, usalama na uwezeshi kwa watoto wenye changamoto ambazo zimesemwa pia za kimwili na kiakili kuweza kujifunza kwa uhuru na kwa hadhi. Lakini pia huko ndani tumetoa na madawati yenye ubora ambayo yametengenezwa kwa kuzingatia mahitaji ya wanafunzi hawa. Kuna fedha pia ambazo tumezitoa ambazo zinatosha kabisa kununua magodoro 5 na runinga kwa ajili ya matumizi ya watoto katika darasa hilo. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Kan Abubakar akaishukuru benki hiyo kwa ujenzi wa darasa hilo linalokwenda kuondoa changamoto ya wanafunzi wenye mahitaji maalum, huku akishukuru pia serikali kuboresha miundombinu ya shule na kuwapatia walimu. Tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuajili walimu wataalamu wa elimu maalum, kutoa fedha ya chakula kwa wanafunzi hao, kuleta vifaa vya kielimu na vifaa saidizi na kujenga miundombinu ya madarasa, mabweni, nyumba za walimu na uzio katika halmashauri ya wilaya ya Hai. Akizindua darasa hilo, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu akatumia fursa hiyo kuitaka shule kutunza miundombinu huku akihamasisha jamii kuchangia
shughuli za maendeleo badala ya kutegemea serikali. Kazi hizi za kuleta maendeleo ni za kila mmoja wetu, kwamba wewe ndio Mwenyezi Mungu amekujalia kichwa chako kimekuwa kizuri, una mikono vizuri, una miguu, unatembea vizuri. Hayo ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hawa watoto hawa waliozaliwa hawa ni watoto wetu, tunatakiwa tusiwakimbie, tunatakiwa tuwakumbatie. Na ndio maana CRDB baada ya kupata ombi la kutujengea darasa la watoto wenye uhitaji maalum. Nikiripoti kutoka wilaya ya Hai mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Asante Tadeo Masawe kwa taarifa hiyo, na inatupeleka moja kwa moja kwenda kuziangaza habari za michezo na burudani. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa jana alitembelea uwanja wa Benjamin Mkapa na kusema ameridhishwa na hatua kubwa za maboresho zinazoendelea kufanyika kwenye uwanja huo, ikiwemo eneo la kuchezea ambalo amesema limeimarika na liko tayari kwa matumizi. Tupate taarifa kamili. Akizungumza wakati wa ukaguzi huo, Mheshimiwa Majaliwa amesema ziara hiyo ni ya kawaida kupitia viwanja kuelekea michuano ya CHAN ambayo inatarajiwa kufanyika mapema mwezi wa 8, Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi mwenyeji wa michuano hiyo. Ziara hii ni ya kawaida. Sasa tulianza kukagua Gymkhana Law School pamoja na Meja General Samuyo, tukaenda Zanzibar, narudi Mkapa, na Mkapa nitarudi tena kwa sababu bado package ni kubwa, na tutaenda Gombani ili kujiridhisha mkakati wa serikali wa kuhakikisha michezo inachezwa Tanzania unabaki kuwa ule ule, na kwa kuwa tumewapa wakandarasi wanawajibika kutupa taarifa za mara kwa mara. Kwa hiyo nimefurahi leo kusikia kwamba pitch ya Mkapa iko vizuri. Kuhusu taarifa za uwanja wa Benjamin Mkapa kutotumika kwenye mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho, Mheshimiwa Majaliwa amesema walishtushwa na taarifa hiyo, lakini wao kama serikali hawawezi kuingilia maamuzi hayo, lakini uwanja huo uko tayari kwa matumizi. Sikia kwamba uwanja huo hautatumika, tulipata shock kuonekana kwamba labda watu wetu tuwapa kazi ya kutengeneza hawajawajibika. Lakini seme hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika, wala hatuingilii maamuzi ya shirikisho la mpira duniani. Sisi jukumu letu ni kuimarisha miundombinu, na hapa tumekuja kukagua miundombinu, na bahati tumepata taarifa miundombinu hii inaweza kutumika hata leo na kuendelea. Muhimu ni pale ambako kunatokea dosari, watuambie kuna dosari, kwa sababu marais wetu Dr. Samia na Mheshimiwa Mwinyi wametenga fedha kutosha kuhakikisha kwamba ukarabati wa miundombinu hii wakati wote unafanyika ili mashindano yaje kuchezeka Tanzania. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Juma Abdurrahmani. Na tukiangalia kwa upande wa mchezo ambao umeweza kuchezwa jana usiku, wawakilishi wa Tanzania katika mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika, timu ya Simba imepoteza mchezo wake wa kwanza fainali ambayo ni magoli 2-0, mchezo uliochezwa uwanja wa Stade Municipal Berkane nchini Morocco. Simba ambao walikuwa ugenini walianza kuruhusu magoli 2-0 yaliyofungwa na Lamine Kamara dakika ya 4 kabla ya mshambuliaji wake bora kuongeza goli la pili, mchezo huo kumalizika kwa ushindani, huku benchi la ufundi la Berkane likionyesha kutoridhishwa na matokeo hayo. Kufuatia matokeo ya hayo, Simba inahitaji kuibuka na ushindi wa zaidi ya magoli 2-0 ili kuilipakisha kombe kwenye ardhi ya Tanzania, mchezo unaotarajiwa kuchezwa wa marudiano tarehe 25 mwezi Mei katika uwanja wa Benjamin Mkapa ama New Amani Complex. Hayo ndio ambayo ameweza kujiri kwa upande wa michezo na burudani, na tunahitimisha hivyo kwa sehemu yetu ya kwanza ya taarifa yetu ya habari kwenye kipindi hiki cha Asubuhi Njema. Asante, naendelea kuitazama Channel 10.